Niseme hivi, kwanza mimi nasikitika kuona kauli hizo zinatolewa na viongozi ambao tunawaheshimu. Viongozi wakubwa katika taifa wanatoa kauli kama hizo. Mimi ambacho naweza kusema ni kwamba hiyo kauli ni confession. Yaani mtu anakiri kwamba kuna watu wana nguvu kushinda serikali. Kuna watu wana akili kushinda watu waliopo kwenye serikali. Kuna watu wana maono kushinda watu waliopo kwenye serikali. Kuna watu wana uwezo wa kuiumbisha na kuitikisa serikali, kwa maana kwamba wameshaizidi nguvu mbali. Kwa tafsiri nyingine, kwa maana kwamba hatupo mikono salama. Maana yake sisi tunaamini tu kwenye ulinzi wa mtu ambaye ameshazidiwa na watu wengine. Hiyo ndio tafsiri ya kauli hiyo. Kwa mimi cha kwanza ningeshauri viongozi wetu kwanza waache hizo kauli za aina hiyo, kwa sababu ni kauli ambazo zinafedhehesha sana taifa hili. Mimi nitegemea badala kila siku kusikia maneno ambayo hayana takwimu, there's no empirical evidence, tutegemea viongozi wakijitokeza wa taifa wasituambie sisi kuna watu wanalipwa. Hiyo kauli imeanza karibu miezi 6-7 sasa imepita. Tunasikia stories hizo, they are shit stories. Kwa mimi nitegemea kwenye mazingira hayo waje watuambie hawa wanaolipwa ni akina nani ambao wamelipwa, aliyewalipa ni nani, aliwalipaje, aliwalipia labda kupitia account ipi, ziliingia lini hizo hela, serikali ilitambuaje kwamba wamelipa na imechukua hatua gani mpaka sasa hivi, kiwango gani ambacho kimeshaingia cha hela na mpaka zinaingia serikali kwa likizo kwamba haikuwepo katika nchi hii. Kwa mimi nadhani hizi ni stories ambazo ni nyepesi, na kama kuna watu ambao waliweza kufanya hizo kazi zote wakalipa na serikali ishindwa kudetect na ishindwa kuchukua hatua zote mpaka sasa hivi, si maana yake nchi kwenye hatari hata ugaidi sasa. Yaani maana yake tutegemee, inawezekana kuna magaidi pia wameshalipa watu hapo. Sasa usalama wetu uko wapi? Usalama uko wapi? Kwa sababu ikifika hapo sasa, kwa lugha nyingine ni kama sasa serikali imenyosha mikono kwamba kuna watu hapo bwana wameshatuzidi. Serikali inalalamika, yani ibara ya 8 ya katiba ya Tanzania, jukumu namba 1 la serikali ni ustawi, is the welfare of the people. Ustawi wa jamii ndio kazi namba 1. Hasa kama kuna jambo ambalo linatishia ustawi, kwamba kuna watu wamelipa ili watikise amani ambayo ni ustawi namba 1 katika nchi, kwamba nchi inataka kwenda kuyumba, halafu kiongozi ambaye yeye tumempa majukumu ya kutulinda anakuja kutulalamikia sisi. Kwa lugha nyingine, si maana yake nafasi imemshinda, itakao sasa aseme jamani nimeshashindwa, narudisha daruga ili avae mtu mwingine aweze kuwalinda. Hiyo ndo tafsiri yake. Unakujije kulalamika? Yaani unajua ni sasa mimi nimemweka mlinzi, mimi namweka mlinzi afu mimi nimelala ndani. Halafu baada hapo nikasikia mlinzi sasa amepiga kelele, bwana anahitaji msaada, mimi nije nitoke nje. Hapo nikatoka nje nikagundua kumbe ni panya tu. Yaani kuna panya alikuwa amepita, mlinzi amechanganyikiwa. Huyo mlinzi ananifaa kuendelea kuwa mlinzi? Si maana yake ni mtu ameshindwa majukumu yake. Kwa mimi nikiangalia hizi ni kauli ambazo ni za kitoto ambazo kwa kweli with due respect na najaribu nakosa neno ambalo ni zuri la kuweza kuzungumza, lakini hizi ni kauli ambazo ni za kichekechea ambazo nisingetegemea kuona viongozi wetu wanaweza kuzungumza hivi. Hebu tufike mahala, na ni kauli ambazo zinajaribu kuonyesha kwamba labda Watanzania ni watu ambao wajitambui, kwamba wanaweza kununua kiasi hicho. Hivi taifa lina watu ambao hawapendi nchi kiasi hicho. Mbona mimi naamini Watanzania wanaipenda sana nchi hii. Na ndio maana tumeweza kuishi miaka yote mpaka watu wameshangaa hata 29 Oktoba ilivyotokea, kwa sababu sisi ni nchi ambayo tunapendana, ni watu ambao hawakuwahi hata kurushiana ngumi, haijawahi kutokea. Kwa mimi nafikiri badala sasa ya kuanza kutafuta mchawi bandia, kwa sababu hapata tupa jibu, tuangalie tumefikaje hapa. Tukishajibu swali tumefikaje hapa, swali la pili tunatokaje. Sasa tumefikaje hapa, nadhani mambo yaliyopita mengi tunajua. Watu wamekuwa na wameumizwa, watu wengi, kuna grievances nyingi ambazo hata Mheshimiwa Rais wakati anaingia awamu ya 6 alizungumza, na ndio maana kaja na 4 Rs. Yaani zile 4 R anazozungumzia tufanye reconciliation. Kuna mambo sijui ya nini hizo zote. Maana yake ni vitu alikuwa naona mna reconcile vipi kama mna tatizo. Maana Mheshimiwa Rais aligundua kwamba kuna mambo hayakwenda sawa, tulikuwa tumesigana sehemu, tumeumizana, kuna watu wameumizwa. Sasa bahati mbaya hii agenda ikawa hijacked. Sijajua ni watu gani waliiteka ikapotea. Tumejikuta imeachwa, tumeanza kuingia tena kwenye nani. Kwa hiyo baadaye sasa tutakuja, sijui sasa baada ya reconciliation, sijui itakuwa renegotiation au nini, sijui. Litakuja lila aina jingine yote ambayo tunaenda labda huko mbeleni. Kwa mimi nafikiri we are lost. Na tunasema kwenye msemo wa Kijapani, ukipotea speed haina maana. When you are lost, speed is useless.
Kwa mimi nafikiri baada ya kuendelea kushupaza shingo, kukimbia na kutengeneza mchawi bandia na kuona kuna watu sijui wamelipwa na nini, haya yote yatusaidii. Kwa hiyo mimi nafikiri sasa hivi tukae kama jamii, kama taifa, tukubaliane kwamba ni wapi ambapo tumejikwaa, halafu tunatokaje kwenye mkwamo, tuitishe dialogue ya kitaifa, tuitishe mjadala, kuwe na uwazi, ukweli na uwajibikaji. Yakiwepo haya yanazaa maridhiano automatically. Na tukitazama maridhiano, sio maridhiano ya mdomo, ni maridhiano ambayo yataenda kubadilisha katiba yetu na kusema this never again. Ndio kitu ambacho tunategemea. Kama Ufaransa 1788 walivyosema, sasa kutokana na haya yaliyotokea mpaka mfalme amechinjwa, hapana, tusirudi hapa, wakatoa declaration ya haki za binadamu. Uingereza mwaka 1988 vile vile, baada ya kufanya ile mapinduzi kwamba sasa wakati tayari mfalme ameuawa, hata damu hazijakauka, akasema hapana, tumeshuhudia damu za mfalme, tusirudie hili jambo. Kwa hiyo akasema never again. Ndio wanakuja wanatengeneza a Bill of Rights ambayo si wote tumekuja baadaye tumeiga kwenye nchi zetu mbalimbali zimeingia. Kwa hiyo wanakuja kutengeneza hivyo pale kwa ajili ya haki za binadamu, na ndio maana mpaka leo Uingereza mfalme hawezi akatangaza vita bila kupata kibali cha bunge, ambao bunge ni wananchi. Hawezi akaanzisha kodi mpya bila kibali cha wananchi, na kwenye katiba zetu tunazungumzia hiyo. Haya mambo yote yalikuja, hayakuota bahati mbaya, yalikuja kutokana na historia, watu walipita. Sasa sisi hatukutakiwa tupite huko kote kubaya, lakini bahati mbaya tumejikuta na sisi tumepita njia ambayo wenzetu walishapita. Tulikuwa na uwezo kujifunza kutokana na wengine, lakini tumesubiri mpaka na sisi Oktoba 29 yametukuta aliyotukuta kwa mujibu wa takwimu ya Jaji Chande, walao kwa takwimu zile ambazo ripoti tuliona, lakini angalau kwa maneno ambayo yalizungumzwa, watu 500 na kitu walipoteza uhai. Sasa jamani, 500 watu 500 na kitu, manake ni shule ya msingi nzima ilipotea, sio watu wachache. Kama tungejaribu kuweka kama ni makaburi ya watu 500, manake kiwanja kizima cha makaburi kimeshajaa tayari, ni kitu serious sana. Sasa kwa vyovyote vile, kama tuna utashi mzuri, sidhani kama kuna mtu angependa tuje turudi. Kwa hiyo haya majibu mepesi ya viongozi, mimi nadhani tunawaheshimu, haijalishi namna ambapo wamepatikana vipi, lakini ndio viongozi ambao wapo, sisi tunaita ni de facto leaders, kwamba as a matter of fact wapo pale wanaendelea. Na nafikiri tuache hizo propaganda na tufike mahala. Mimi naona kama vile kuna viongozi wengine hawajajua kwamba hapo kwenye nafasi gani. Unajua, unaweza kupata nafasi fulani ukajiona labda ni afisa wa propaganda wa chama, lakini kumbe wewe ni kiongozi wa serikali. Kwa kiongozi wa serikali nafikiri ni lazima behave. Tukimwangalia tuione serikali au statesman. Unajua kuna tofauti kati ya politician na statesman. Politician anazungumzia politics tu kwa sababu anawaza uchaguzi ujao na nini. Statesman hawazi uchaguzi ujao, anawaza taifa miaka 20, miaka 30, miaka 50, miaka 100 ijayo. Hata yeye ambapo hata kuwepo, lakini amechora ramani. Na ndio maana leo mataifa makubwa kama America wanazungumzia America in the next 100 years. Itakuwa wapi? Ndio vile ambao wanafikiria. Kwa hiyo sisi tukaona watu wameanza kurusha vyombo kwenda mwezini toka mwaka 1959 huko watu wameenda, kwa sababu tayari walianza kufikiria miaka 100 ijayo, hii nchi inaenda wapi? Wamesha test kuona je, kuna uwezekano kuwa na uhai kwenye sayari nyingine. Sasa sisi tunaendelea na propaganda hizi nyepesi. Mimi nafikiri jamani, maisha ya Gandhi, kwa sababu kiongozi utakaa, utacheza na propaganda, utacheza na maisha yetu. Kipindi utakapokuwa unamaliza awamu yako tu moja, umri wa Tanzania utakuwa umebakia ule. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa na miaka 5 atakuwa na miaka 10. Aliyekuwa na miaka 10 atakuwa na 15. Aliyekuwa na 15 atakuwa na 20. Aliyekuwa na 55 atakuwa na staff ana 60. Kwa hiyo ni mambo ya kuangalia, tusichezee maisha ya watu. Kwa hiyo tufike mahala tujue kabisa lifespan is very limited ya watu, kwamba ndani ya muda mfupi ambao binadamu wanao, tuache waishi maisha furaha. They have to live their life, they have to live comfortably. Nimesoma nani moja limeandikwa na Obasanjo aliyekuwa rais wa Nigeria, juzi amezungumzia kwamba wakati anakuwa alikuwa anaambiwa life is very long, kwamba maisha ni marefu sana. Lakini anasema ameishi, amejikuta amekuwa rais, amepita vitu vyote, lakini amecome to realize maisha na mafupi, kwa sababu anaona tayari anaenda 90s, ambayo tayari yani maisha anaona kabisa haoni kama ana maisha, tayari yupo mwishoni, lakini anaona kuna vitu vingi anaweza kutakuwa kufanya hajafanya.
Sasa kumbuka life span yetu sisi sio miaka 90, watu wengi wataondoka kabla ya miaka 90. Kwa tukicheza na generation na maisha ya watu ni jambo baya sana tunalifanya. Ni dhambi, na kwa sababu wengi ni viongozi wa dini, wana dini, lazima tutafakari kwamba tumepewa dhamana ya kulinda hawa watu. Tulinde ndugu zetu, tulinde wananchi wa Tanzania, tulinde rasilimali, tuwafanye waishi kwa furaha. Tutekeleze ibara ya 8 kwamba jukumu la serikali ni kwa ajili ya welfare za watu, sio kwa ajili ya visingizio na kutafuta sijui nini. Kuna kinani moja ya Ujerumani ambayo iliwahi kutokea ile, kuna kisa kimoja kwamba kuna watu walijaribu kutengeneza, kuna moto tu wa kusadikia wa kutengeneza kwamba likitokea tukio wasema ni moto fulani ndio umeenda umeunguza ile jambo, lakini moto kimsingi ulikuwa ni moto ambao watu wameenda wametengeneza makusudi, ni wa kusadikika ili watu waamini kwamba ndio ambao wamesababisha utekelezaji wa jambo. Lakini mimi naamini kisingizio sio jambo ambalo ni zuri, na kwa wale ambao ni Wakristo kwenye Biblia wanajua moja ya anguko la wanadamu ambalo lilitokea kwenye kitabu cha Mwanzo ni kwamba wakati wanadamu wameenda kinyume na maagizo ya Mungu, wamekula tunda ambalo Mungu amekataza. Mungu alipomuuliza Adamu, umefanya nini? Badala ya kutubu, yeye alijitetea kwamba ni huyu mwanamke ambaye alinipatia. Kwa naona kabisa na viongozi wetu wameanza kutafuta kisingizio kwamba ni huyu kwa maana kwamba ni huyu wa kulipwa, ni huyu wa kufanya nini, badala ya kufika mahala kusema hapana, hapa tumeteleza, tuweze kurekebisha mambo. Kwa hiyo mimi nafikiri tusiendelee kuingia kwenye kitu ambacho kinasababisha taifa liendelee kugawanyika. Badala yake tuseme hapa tulipopita panatosha. Badala yake Watanzania wanahitaji warudi kwenye maisha yao yale mazuri ya furaha. Pamoja kwamba hajawahi kufika furaha 100%, lakini kuna maisha fulani tuliishi. Kuna miaka fulani, miaka 13, 12 iliyopita hapa 14. Kuna maisha at least fulani hivi, hata uhuru ulikuwepo, watu watatoa maoni, watafanya nini. Ulikuwa pamoja na changamoto za hapa na pale ilikuwepo. Tunahitaji at least tujenge Tanzania tunayotaka, ambayo watu watajivunia kuwa Tanzania baada ya kuvumilia kuwa Tanzania. Swali la mwisho. Jumuiya za kimataifa zimekuwa zikiangazia Tanzania kila kukicha, na moja ya mambo makubwa wanasema kwamba mwachie mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ambaye anashikiliwa na serikali ya Tanzania kwa tuhuma za uhaini. Sasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mara kadhaa viongozi wake wamekuwa wakisema kwamba akiwezi kuingia katika maridhiano ambayo mara kadhaa na kila siku imekuwa kitangazwa na serikali baada ya mchakato wa kuweza kukamilisha haya matukio Oktoba kwamba serikali itaenda katika maridhiano. Chadema wanasema hawawezi kuingia katika maridhiano mpaka pale ambapo mwenyekiti wao ataachiliwa, na jumuiya za kimataifa pia zinataka kuachiliwa kwa Tundu Lissu. Unaona mambo haya yanaendaje kwa sasa ili kuweza kukamilisha mchakato wa kufukia mashimo yote na kwenda sasa katika meza ya mazungumzo? Is a elementary principle, ni kanuni ya kawaida kwamba huwezi kuanza mazungumzo wakati mmoja akiwa amefungwa pingu. Nelson Mandela, mazungumzo yalifanyika baada ya Mandela kuwa ametoka, ndio wakakaa pale na kuunda ile tume ya maridhiano na ukweli, na mambo yote yakazungumza, na mkimaliza mnashikana mikono